Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa MTA Africa, tuna furaha zaidi na pia natoa shukrani zangu za dhati kwako kwa kuwa umechukua muda wako wote kutazama vipindi vyetu ambavyo vinahusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Kutazama kwako vipindi vyetu ndiyo inayofanya juhudi zetu kuwa na maana, na pia tunapata maoni chungu zima kwa wale ambao wanatazama vipindi vyetu, na pia maswali yanakuja, maswali mazuri na furaha kutoka kwenu, na pia mimi natumai ya kuwa unapata maarifa na pia elimu kupitia maisha matakatifu ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na pengine maswali yako yote yamejibiwa na bado yataendelea kujibiwa. Kwa sababu gani? Wageni wetu bado wako studio, wako na sisi. Kuwa na sisi, tushiriki pamoja, tuendelee kuburudika, kupata elimu kupitia maisha matakatifu ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो आया मुंतज़िर जिसके थे दिन रात, मुअम्मा खुल गया रोशन हुई बात। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji wa MTA Africa, basi karibu tena katika studio yetu ya Kenya. Vile vile tukiendelea na mada yetu ile ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Na hapa katika studio upo nami mtangazaji wako Abdul Basit Ali. Tukiendelea na mada yetu, ni kwamba tumesikiza mukhtasari wa vipindi vyote vilivyopita, lakini vile vile pia tumewasikia mahatibu wetu ambao wametueleza upana kadha wa kadha kuhusiana na maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Na basi leo hii tuko katika hali ya maendeleo ya vipindi vile vile, na kwenye studio hapa ninawakaribisha walimu wetu ambao pia tutakuwa nao katika mwendelezo wa kipindi hiki. Upande wangu wa kulia niko naye mwalimu Muhammad Musa Oponyo. Karibu sana mwalimu katika kituo hiki. Asante sana bwana mtangazaji. Na pia upande wangu wa kushoto vile vile niko naye mwalimu Abdalla Haji Wanyasi. Pia mwalimu Saib, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, basi katika hali ya maendelezo ya kipindi kile cha mafundisho ama cha maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, mwalimu Saib, tumeweza kuona kwamba Masihi aliyeahidiwa alitoa mfano wa hali ya juu sana. Ni mfano gani huu ambao Masihi aliyeahidiwa ameutoa ambao unafaa kuigwa hasa na mawakili wa zama hizi katika njia ya haki na ukweli? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kama tulivyoona katika vipindi vilivyotangulia, ni kwamba wapinzani walitumia kila njama kutaka kumdunisha, lakini kila wakati na kila mahala alipokuwa akaonyesha hulka za aina yake, na zikapata kusifiwa hata na wale ambao hawakuwa Waislamu ama wale ambao hata hawakuhusika naye kwa namna yote, lakini wakapendezwa na zile hulka zake. Kuna huyu wakili wake mmoja ambaye aliitwa Bwana Fadhluddin, ambaye amemwakilisha Sayyidna Ahmad alayhi salam katika kesi mbalimbali. Anasema kwamba ilitokea wakati mmoja kwamba walikutana katika nyumba ya wakili mmoja Ghulam Nabii, ambako kuna shughuli fulani ambayo ilikuwa ikiendelea kule kila mara, na watu wakawa wanajumuika kule kwa wingi. Kwa hivyo huyu wakili anasema kwamba kulitokea kwamba jina la Sayyidna Ahmad alayhi salam likapata kutajwa pale. Kwa hivyo bwana mmoja akaanza kumpinga kwa namna iliyokuwa mbaya, na huyu wakili Fadhluddin hakuvumilia ile hali, bali akaingilia na kuanza kuzungumza kuhusu Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na wale hakukubali kwamba ile heshima anayojua kwa Sayyidna Ahmad idunishwe. Na akatoa mfano mmoja kwamba anasema kwamba kuna kipindi nilipata kumwakilisha Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kesi, na hii kesi ilikuwa inahatarisha maisha yake, kwamba kama angeshindwa hii kesi angeweza kufungwa miaka mingi gerezani. Lakini anasema kwamba kulingana na ujuzi wangu wa kisheria, katika ile taarifa ambayo nilimwandikia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kuna mambo ambayo nilirekebisha, ambayo ingawa hayakuwa katika taarifa yake mwenyewe, lakini ambayo angemsaidia kutoka katika ile kesi.
Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alipopata nafasi ya kusoma ile taarifa yangu, akasema kwamba haya mambo umeweka hayako katika taarifa yangu na si ya ukweli, yaondoe. Lakini kamwambia kwamba haya maneno tukitoa, hii kesi itakuingiza katika hali hatari. Lakini Sayyidna Ahmad akamwambia kwamba haya maneno si ya ukweli, kwa hivyo utaandika tu yale ambayo mimi nakuambia. Kwa hivyo anasema kwamba huu mvutano kati yake na Sayyidna Ahmad ulifika mahali mpaka akasema kwamba mimi naweza jitoa katika hii kesi, kama hutafuata ushauri wangu nitajitoa katika hii kesi. Sayyidna Ahmad akamwambia kwamba mimi nimekuchagua sababu nakujua kwamba wewe ni wakili wa haki, lakini hata hivyo kama itabidi nifuate ushauri wako ambao sio ukweli, niko radhi kutafuta wakili mwingine. Kwa hivyo wakaendelea katika hali hii, na Sayyidna Ahmad alayhis salam akasema kwamba mimi sijali kwamba matokeo ya kesi nini, kile najali ni kwamba ni ule ukweli ambao najua. Kwa hivyo huyu bwana Fadhluddin akaendelea kuzungumza uzuri ambao Sayyidna Ahmad alayhis salam aliongea amefanya katika maisha ambayo wote walijumuika pamoja katika hali ya kesi. Akasema kwamba katika taaluma yangu kuna watu wengi wamenikujia wenye heshima na wenye ushawishi mkubwa ambao huwezi fikiria kwamba ataongea uongo, lakini wanapoanza kuandika taarifa wanazungumza mambo ya uongo mpaka unashangaa. Lakini Sayyidna Ahmad alayhis salam alisimama imara licha kwamba kesi ingeweza kumwangamiza, lakini akasimama imara. Sasa katika haya mazungumzo, wale waliokuwa wakisikiliza walishangaa, wakamuuliza bwana Fadhluddin, kama ni hivyo mbona hujajiunga, mbona hujakuwa katika wafuasi wake? Akasema kwamba haya ni mambo yangu ya kibinafsi, lakini nayakini kwamba Mirza Ghulam Ahmad ni mtu wa ukweli. Naam, Mwalimu Saib, tunapata kuona hulka bora ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, kwamba licha ya kwamba anasaidiwa yeye ili kwamba atolewe kwenye ule mtego wa wapinzani kule kotini, lakini bado anasema hata kama ni usaidizi lazima munisaidie katika njia ambayo ni ya haki na ya ukweli. Kwa kweli hii ni sifa moja ya mtu ambaye ni mcha Mungu, na si mwingine bali ni huyu Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Ameweza kuonyesha miongoni mwa sifa za kicha Mungu kwamba ni kuwa katika njia ya ukweli. Ukweli bwana. Naam, tukiendelea katika mada maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani Allah iwe juu yake, kwamba hata yeye mwenyewe pia alitaka wafuasi wake wawe na elimu ile ambayo Mwenyezi Mungu amempatia, na katika harakati ile pia ni kwamba aliweza kubuni madrasa, yani vyuo vya kielimu kadha wa kadha. Cha kwanza kabisa ambacho walikibuni ni chuo hichi cha Taalimu Islam kule Kadian, na vile vile baadaye kukaja kuimarishwa tena Jamia Ahmadiyya ambazo zimetapakaa katika nchi kadha wa kadha za dunia hii. Hebu tueleze kuhusiana na hiyo Taalimu Islam na pia kuhusiana na Jamia Ahmadiyya. Mwalimu Saib, karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ifahamike ya kwamba miongoni mwa wale ambao walikuwa wapinzani wakali sana wa Masihi Maud alayhis salam walikuwa kutokana na hii dhehebu la Waaria. Sasa katika hii dhehebu ambao miongoni mwao walikuwa wakina Lekram. Sasa wakati wafuasi wa Masihi Maud alayhis salam waliendelea kuzidi wakawa ni wengi, lakini sasa kwa sababu upinzani ulikuwa pande hii, watoto wa hawa wa Ahmadiyya walianza kuhudhuria shule za hili dhehebu la Lekram. Sasa kule wakaanza mikakati ya kupinga Islamu kule, na vile vile kutatanisha wale watoto wa Kiahmadiyya ambao walikuwa wanaenda shule zao. Hii habari ikamfikia Masihi Maud alayhis salam ya kwamba watoto kule wanakoenda shule imani yao ya Islamu inapingwa na vile vile wanapotoshwa. Jambo hili lilimkasirisha Masihi Maud alayhis salam, na tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka wa 1897 Masihi Maud alayhis salam alitoa tangazo la kupendekeza kwamba waanzishe shule ambayo watoto wa Kiahmadiyya watafundishwa ndani. Kwa hivyo mwalimu, ni kwamba lengo hasa la shule kuanzishwa moja hapo ni hii kwamba wale watoto wa Kiahmadiyya wasilishwe ile sumu ya Kiaria, kwamba waweze kujipata wana mafundisho tofauti kwenye akili zao. Ni kweli kabisa ya kwamba wao waliona kwamba sasa njia moja vile vile ya kuendelea kupinga Islamu ni kule kupotosha watoto wa Kiislamu. Sasa Masihi Maud alayhis salam ilipofika jalsa ya mwaka huo, vile vile alitangaza, aliwakumbusha Waislamu ya kwamba tunahitaji ya kwamba tuanzishe shule, na alhamdulillah ilipofika mwanzo wa mwaka uliofuata, mwaka wa 1898 mwanzo ikaanzishwa shule ambayo iliitwa Taalim Islam, na mara moja akateuliwa Sheikh Yaqub Ali kuwa mwalimu mkuu wa kwanza.
Yaqub Ali, jina la shule Taalimu Islam. ndio. Sawa. Kwa hivyo mara moja sasa, ama kuhusu hiyo habari uliyozungumzia kuhusu shule zingine ama jamii za zingine ziko duniani kote, kwa kutaja chache tu ni ya kwamba tunayo jamii ya Ahmadiyya Uingereza, kunayo jamii ya Ahmadiyya kule Canada, na kunayo vile vile jamii ya Ahmadiyya kule Ghana. Na hizi juhudi zote zilikuwa kwa ajili ya kuhifadhi ama kuendeleza dini tukufu ya Kiislamu. Tunapata kuona kwamba miongoni mwa harakati za Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, ilikuwa ni hizi, kwamba pia wafuasi wake wajawe na hii elimu ambayo yeye amepata kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kihulka pia wawe na hulka zile zile za mafundisho ambayo wanajifundisha kupitia Masihi aliyeahidiwa. Na vile vile katika mwaka wa 1897 tumeona kwamba huyu Masihi aliweza kuwasilisha hati fulani kwa huyu Viceroy wa India. Je, ilikuwa ni hati inayohusiana na nini? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba kutokana na ubashiri hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mojawapo ya kazi ya Masihi aliahidiwa ilikuwa ni kuondoa vita za kidini. Alikuwa ni mtu aje kuleta amani. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika harakati yake ya kuhubiri Uislamu na kueneza mafundisho bora ya Kiislamu, alikuja kupata kwamba kuna salika chuki kati ya wafuasi wa dini mbalimbali, hususan Waaria na Wakristo walikuwa na desturi ya kutumia maneno makali dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ambayo ilikuwa inaleta taharuki katika nchi. Kwa hivyo kwa ile busara yake akafikiria vizuri kwamba atengeneze hati, achukue sahihi za Waislamu ili atoe mapendekezo ambayo yatasaidia kuleta amani katika nchi na ule uvumilivu na kuvumiliana miongoni mwa dini mbalimbali. Basi katika ile hata aliyoitengeneza na kupeleka kwa serikali ya India ni kwamba alitoa mapendekezo ya kimsingi matatu. Pendekezo la kwanza lilikuwa ni kwamba dini katika kuhubiri ieleze tu mazuri yanayopatikana katika vitabu vyake. Yani kusiwe na yale matusi kwamba unachukua neno kutoka huku ambalo halipatikani katika dini yako, bali yale tu mazuri yanayoelezeka katika kitabu chako, hao ndio uhubiri. Hilo lilikuwa pendekezo la kwanza. Kwa hivyo Mwalimu Saib, ni kwa maana kwamba hata licha ya Masihi Maud kupata upinzani kwa dini zingine huku na kule, bado akawa amedumu pale pale kwamba lengo lake ni kuweka mstari wa usahihi katika dini hizi za Mwenyezi Mungu. Naam. Lakini vile vile pia apiganie hasa ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu. Ndio hata ikapelekea kwamba apeleke hiyo hati kwa huyu Viceroy wa India. Kweli. Naam, tuendelee katika kupata huo ukweli uliopo hapo ndani. Hilo lilikuwa ni pendekezo la kwanza. Vile vile akasema kwamba kama hili liwe ni ngumu, angalau kwa uchache ikatazwe kwamba kusitumike lugha ya matusi na kwa mambo ambayo pia na sisi tunaweza tumia kutokana dini nyingine. Yani kuna wale watu wanatumia lugha ya matusi ambayo hayo matusi hata wewe unaweza tumia kuwatusi. Sayyidna Ahmad alayhi salam akapendekeza kwamba kusitumike maneno ya aina hiyo, kwamba ninyi mnatumia lugha mbaya ambayo sisi tunaweza kuitumia na ikaleta fujo. Na vile vile na wafuasi wa dini husika wasione vibaya kwamba wamezuiwa kutumia lugha chafu kwa dini nyingine. Yani ni kama kulikuwa na ule ushabiki kwamba watu wakisikia kwamba dini fulani inatukanwa ndio wanafurahia sana. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam akatoa ile pendekezo kwamba kusitumike lugha ya aina hii, na wala wafuasi wa hizo dini nao wasione vibaya kwamba wamezuiwa katika kuendeleza chuki na uhasama miongoni mwa dini mbalimbali. Akasema kwamba pia na kama hili likiwa ngumu, angalau pia kwa uchache kwamba kutengenezwe kanuni, vichapishwe orodha ya vitabu ambavyo dini fulani zinaamini, na katika hizi dini ndimo kutoke yale maneno tu. Yani hivi vitabu ndio viwe msingi wa mazungumzo yote ya kidini, angalau kupatikane amani katika nchi, ile fujo na uhasama wa kidini usikuwepo. Au kama si hivyo basi Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam akaona kwamba basi kila dini ibaki kwa ule msingi wa mafundisho ya dini yake. Na alijua Sayyidna Ahmad kwamba katika dini hizi zote tatu, Waria, Ukristo na Uislamu, kama hizi sheria zipite, basi hizi dini zingine mbili zitakuwa zimekufa kwa sababu hazina yale mafundisho ya kimsingi ambayo watu wanaweza tegemea isipokuwa ni Islam peke yao. Kwa hivyo unaweza kuona bwana mtangazaji kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salam kazi yake alitaka mahubiri yafanyike kwa njia nzuri ya amani. Na Mwalimu Saib,
tunapata kuona kwamba hata kabla Khalifa mtukufu wa 3 atoe hii kauli mbiu ya jumuiya kwamba upendo kwa wote bila chuki kwa yoyote, tayari ilikuwa Masihi ashaanzisha hii harakati ya aina hiyo, kwamba hakutaka hata kama watu hawatakubali ujumbe wake, lakini chuki, matusi vyote viweze kuondolewa, watu wadumu kwenye mstari ambao ni wa amani. Ndio Mwalimu Saib, tuendelee katika hii habari unayotupatia. Kwa hivyo bwana mtangazaji, kwa ufupi tunaona kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alitaka mazingira ya utulivu na dini zifundishane, zitoe mafundisho yake kwa njia ya kuheshimiana, na alijua vizuri kwamba dini hai peke yake ilikuwa ni dini ya Kiislamu. Kama hizo sheria zingepita, basi hizi dini hazingekuwa na kitu cha kuhubiri, sababu wao walitegemea yale matusi, kutukana watu, kutukana dini ya Kiislamu. Kwa hivyo kama serikali ingekubali, basi ni dini ya Islamu peke yake ndio ingekuwa na nafasi, sababu ndio ina kitabu kile ambacho kinaweza kufundisha mtu yale mafundisho ambayo yanaeleweka na yanakubalika katika akili. Kwa kweli ilikuwa hawa watu wanahitaji ujaji wa Masihi kabisa ili kwamba wapate kuongoka. Tukiendelea tunapata kuona Mwalimu Saib kwamba wewe pia una nafasi, unataka kuchangia pale kwenye mada. Ipi ambayo wataka kutuambia katika kipindi hiki? Naam, katika jambo hili moja ni ya kwamba kuna bwana mmoja ambaye ni Sheikh Abdul Qadir. Sasa alipoondoka katika sehemu hizi, ya kwamba ikumbuka kwamba Masihi Maud alayhi salam amejaribu kupeleka hii hati ili ya kwamba njia za mahubiri ziwe kwa ajili ya usalama. Sasa huyu Sheikh Abdul Qadir ametoka katika sehemu hii akaenda Masjid Darut Tabligh kwa ajili hata kuwasikiliza sasa vile mapadri wanavyotoa mahubiri kule. Masjid Darut Tabligh ndio wapi huko? Kule Anarkali akafika kule kwa ajili ya kutaka kwamba angalau naye asikilize sasa kama pengine ule mwito wa Masihi Maud alayhi salam umeanza kutekelezwa ama bado. Akatembea pale, alipokuwa anakaribia akakuta kwamba kuna watu wanauza vitabu vya dini. Kaenda akasimama pale kuchungulia. Muuza vitabu akaona huyo bwana ambaye amesimama pale huenda anania angalau apate kijitabu aende afanye asome kuhusu imani yetu. Bwana huyu ambaye alienda kule Sheikh Abdul Qadir akauliza ya kwamba ninahitaji kitabu, lakini sharti moja, liwe limeeleza uzuri wa imani yenu tu bila kuleta mambo ya chuki ama kutusi dini nyingine. Yule muuza vitabu akamsikiliza, akaangalia kulia kushoto kuchungulia kama kuna kitabu cha aina hiyo, akaangalia akasema kwamba hicho kitabu hatuwezi kipata. Abdul Qadir akamkumbusha kwamba ingekuwa bora kama ile hali ama ile hati ya Masihi Maud alayhi salam ingekubalika, ya kwamba watu wahubiri dini bila kuleta chuki ndani yake, basi ingekuwa ya kwamba dini za uongo zingekufilia mbali na zile dini za ukweli zingenawiri zenyewe. Naam, tunapata kuona kwamba hata watu ambao wanasikia ujumbe wa Masihi aliyeahidiwa wanapata kuathirika nao, kiasi kwamba vitabu vinakosekana vyote vya kueleza mujtaba mzima kuhusiana na masuala ya kuheshimisha dini na kuondoa chuki. Mpaka bwana anasema basi hiyo hati ingekuepo, basi haya yote ingekuwa hayana haja ya kuandika haya mafundisho mengine ambayo hayana msimamo huu wa heshima kwa dini zote. Mwalimu Saib, Masihi aliyeahidiwa pia aliendelea kuandika vitabu. Huu mwaka wa 1897 aliandika vitabu gani na vilikuwa hasa maudhui yake ni yapi? Asante sana bwana mtangazaji. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, tunavyojua kazi yake kubwa ilikuwa ni kueneza mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, na tumeshaona tangu nyuma kwamba alifanya hivyo kwa kuandika vitabu, kupanga mikutano na kadhalika. Kwa hivyo katika mwaka huu pia alipata kuendelea kuandika vitabu mbalimbali, na miongoni mwa vile alivyoviandika ni hiki kitabu Anjame Atham. Hiki kitabu kilikusanya zile tabiri, hasa ile utabiri ambaye alikuwa amezungumza kuhusu bwana Atham, na namna kitabu chenyewe kinavyoeleza anwani yake Anjame Atham, mwisho wake Atham. Kwa hivyo ule utabiri ulioeleza mwisho wa huyu bwana umeelezwa katika kile kitabu, na vile vile utabiri kumhusu huyu bwana Lekram. Kwa hivyo katika mwaka vile vile aliandika kitabu Istiftah, toeni fatwa. Kitabu hiki aliwaalika wale ambao walikuwa na shaka kuhusu zile tabiri alizotoa kumhusu bwana Abdallah Atham na Lekram na zile zingine, kwamba wakuje watoe fatwa zao na kushuhudia kwamba kweli hazikutimia, lakini hakuna mtu aliyejitokeza.
na vile vile aliandika kitabu hiki Tufa Kaisaria, ambacho ni zawadi kwa Malkia Victoria, akimwalika haswa akuje au ajiunge na Uislamu. Sayyidna Ahmad al-Islam tunaona kwamba alifanya kazi kubwa na hata hakuacha nje wale wakubwa wa serikali. Hiki kitabu mahsus kiliandikwa ili kumwalika huyu Malkia kwamba akuje ajiunge katika Uislamu. Vile vile aliandika kitabu Siraja Munira. Siraja Munira ni kitabu ambacho aliandika Sayyidna Ahmad al-Islam, ambacho kilikuwa na bishara karibu 37 ambazo ilishatimia, na vile vile taarifa kuhusu Bwana Lehram na kadhalika zilikuwa ndani yake. Bishara 37 ambazo zimetimia kuhusu ujaji wa Masihi aliyeahidiwa. Naam. Na bado watu wanapinga tu bado. Naam. Kwa hivyo unaweza shangaa bwana mtangazaji kwamba hoja nyingi namna hizi zimetimia, lakini watu bado wanashaka na wanapinga kwamba hazikutimia. Lakini wanapoitwa basi kujeni mdhibitishe kwamba hazikutimia, lakini hakuna mtu anayekuja kujitokeza. Na vile vile katika mwaka aliandika kitabu Hujjatullah. Hiki kitabu aliandika katika lugha ya Kiarabu na akawaalika mashekh kwamba wakuje nao waandike kitabu kama hiki katika lugha ya Kiarabu, kama wanafikiria kwamba wana elimu kumliko Sayyidna Ahmad alayhi salam. Na vile vile katika huo mwaka akaandika kijitabu kidogo ambacho kina kurasa takriban 48, ambacho ni kitabu ambacho alikuwa na mjibu bwana mmoja Mkristo maswali karibu 4 hivi ambayo huyu Mkristo alikuwa ameyauliza. Basi Sayyidna Ahmad al-Islam katika kumalizia akaandika kitabu kujibu haya maswali. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji, Sayyidna Ahmad alayhi salam, hii ndio kazi aliyoifanya katika huu mwaka katika hivi vitabu ambavyo aliandika. Naam, shukrani sana katika maelezo ambayo umetupatia mwalimu wetu mpendwa. Tunapata kuona kwamba Masihi bado aliendelea na juhudi yake ya kusambaza elimu hii ya kiungo katika dunia. Na mwalimu Saib, miongoni mwa itikadi ambazo zipo katika dunia hii, katika hasa hii sekta ya Kiislamu, ni kwamba kuna ile imani kwamba Nabii Yesu alipaa, lakini pia atashuka vile vile katika zama za mwisho. Lakini katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, imani kama hii hatuiamini namna vile wao wenzetu wanavyoiamini. Je, Masihi aliyeahidiwa alitoa pesa rupia 20,000 kwa yule ambaye atakuja kuthibitisha kwamba Masihi Isa ni kweli alipaa na ni kweli atashuka? Je, katika maelezo haya ilikuwaje? Hii picha nzima ya jambo hili lilikuwaje? Asante sana ndugu mtangazaji. Ujue ya kwamba miongoni mwa upinzani ambao ulitoka kwa mashehe kama hawa kina Hussein wa Batala, mmoja wao ni hii swala ya kwamba Nabii Isa alayhisalam ako mbinguni na vile vile atateremka yeye mwenyewe. Kwa hivyo Masihi Maud alayhisalam aliona ya kwamba badala ya hii upinzani ambao walikuwa wanaleta, yeye alikuwa anawakaribisha ya kwamba angalau waje wajadiliane kwa hoja na kudhibitisha kutokana na Qur'ani ama hadithi za Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mwaka huo ambao unazungumzia, huo mwaka ni wa 1898, na Masihi Maud alayhisalam alitoa tangazo kwa ajili ya kutoa hizo rupii 20,000 kwa yeyote ambaye atadhibitisha jambo hili kwa ushahidi wa hadithi mmojawapo, hata kama ni ya uongo. Kwa hivyo akaona kwamba akaandika nukuu fulani ambayo anaona kwamba moja kwa moja tulipate neno kwa neno kutoka kwa Masihi Maud alayhisalam alivyotangaza jambo hili. Akatangaza katika kitabu chake ambacho kinaitwa Kitabul Bariya, ndani yake akawaambia mashekh ya kwamba, akatangaza kwamba kisha wakiulizwa kwamba kuna udhibitisho upi wa kupaa Hadhrat Masihi Isa alayhisalam mbinguni na kiwiliwili chake, hawawezi kuleta aya yoyote wala hawawezi kuonyesha hadithi yoyote, wakiongeza wenyewe neno bingu pamoja na neno nuzul. Wanawadanganya watu wa kawaida, lakini iwe wazi kwamba katika hadithi yoyote mutasil marfu neno bingu haipatikani. Neno nuzul katika lugha ya Kiarabu latumika kwa msafiri, na msafiri huitwa nazil. Hata katika nchi yetu pia mgeni huulizwa kwa heshima tu kwamba umeshukia wapi. Katika mazungumzo, mtu yeyote hafikirii kwamba mtu huyo ameshuka kutoka mbinguni. Mkitafuta katika vitabu vya hadithi vya madhehebu yote ya Islamu, achilia mbali hadithi sahihi, hata hadithi ya kutungwa pia hamtapata ambamo imeandikwa kwamba Hadhrat Masihi alayhi salam alipaa mbinguni na kiwiliwili chake.
na katika zama fulani atarudi ardhini. Kama mtu akileta hadithi ya aina hii, twaweza kumpa mtu kama huyo faini ya rupia 20,000 na kutubu kwetu na kuchoma vitabu vyetu vyote itakuwa zaidi ya hayo. Kitabul Bariya, ukurasa 192, maelezo ya pembeni. Naam, shukran sana Mwalimu Saib katika maelezo haya, na tumeshukuru sana kwa yale mafunzo ambayo mmeweza kutupatia siku ya leo. Karibuni tena katika kipindi chetu. Naam, vile vile kwa ndugu zetu watazamaji, tumepata kufundishwa leo fundisho moja la muhimu sana, kwamba Nabii Isa, amani ya Allah iwe juu yake, hakupaa mbinguni, wala si yeye ambaye atarudi kwa kiwili chake katika zama za mwisho, bali ambaye atakuja bila shaka ni huyu Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, ambaye ndio amedai ujaji wa pili wa Yesu katika zama hizi za mwisho. Naam, katika muda wenu huu ambao mmepata nafasi ya kusikiliza hiki kipindi, tumewashukuru sana na Mungu awapatie jaza njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला, कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला।